naitwa Yusuf Kazi, ni mwenyekiti wa bodi wa wadhamini wa chama cha wachimbaji madini FEMATA. Na nipo Katoro kwa sababu ya shughuli zangu za uchimbaji kwa maeneo mbalimbali ya mkoa wa Geita. Mimi napenda tu kuambia Watanzania wote kwamba kwanza wajitokeze kwa wingi tarehe 29 kwa ajili ya kupiga kura, kwa maana kwamba ndio siku pekee ambayo unaweza kuchagua kiongozi ambaye anaweza kutuongoza kwa muda wa miaka 5 inayokuja. Kwa hiyo waende kuchagua rais, waende kumchagua mbunge pamoja na madiwani ili tuweze kukamilisha ili takwa la kikatiba. Wangu ni kwanza kama alivyosema Mheshimiwa Rais jana juzi kwamba Tanzania ina imani na itakuwa na amani. Kwa hiyo tarehe 29 wachimbaji wote nchini wanyanyuke huko waliko. Tuache kazi zetu, tukafanye kazi ya kupiga kura. Tufanye kazi ya kupiga kura. Tuende kwenye vituo mapema, tupige kura, turudi nyumbani, tupumzike, tuendelee na shughuli zetu. Huo ndio wito wangu mkubwa. Tuchague kiongozi ambao wewe unafikiria atakupeleka mbele, na angalia iliyokwisha fanyika mpaka sasa katika sekta ambayo unafanya kazi wewe. Jina naitwa Musa Kasuku, ni mfanyabiashara wa madini soko la Katoro, lakini ni kiongozi ngazi ya mkoa, ni mwenyekiti wa wafanyabiashara wachimbaji, lakini pia ni mwenyekiti wa dealers hapa Katoro. Jambo la kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kutupa hekima na uhai tunapoendelea kuisubiri siku ya tarehe 29 kuhusiana na swala la uchaguzi. Nipende tu kuchukua nafasi hii kuwahasa na kuwaomba wachimbaji wenzangu, wafanyabiashara wenzangu, tarehe 29 kama tulivyokubaliana ni siku ya uchaguzi, ni siku ambayo tumeisubiri kwa muda mrefu. Ni siku ambayo imeenda kutuletea dira na kutupa mwanga kuhusiana na viongozi ambao tutawachagua, hususan ni ngazi ya wilaya, ngazi ya matawi, ngazi ya serikali kuu kwa maana ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni muhimili mkubwa sana ambao unatuletea sisi wafanyabiashara tupate dila na mtu ambaye ataenda kutusimamia vizuri. Na jambo lingine, wachimbaji wote ambao wako mkoa wa Geita, tarehe 29 ni tarehe ya kwenda kutoa maamuzi. Nadhani kwa kipindi hichi ambacho tumefanya kazi na huyu mama Daktari Samia Suluhu Hassan, tumejionea wenyewe. Ametoa mareseni mengi, ameboresha miundombinu ya uchimbaji, ameweka umeme kila mgodi. Lakini pia hata sisi wanunuzi wa dhahabu ni mifumo mizuri ambayo ametutengenezea, hususan kutokimbizana na utoroshaji wa madini. Kwa maana tozo zimeshaenda kwenye utaratibu, TRA hawana hata nafasi ya kuja kutuuliza sisi. Kwa sababu TRA mpaka sasa hivi tunapanga nao foreign kwa ajili ya kukusanya yale mazuri ya serikali ambayo sio ya kukimbizana tena. Na hamna utapeli wowote kwenye sekta ya madini. Na unapoitwa mfanyabiashara wa madini, mimi kama kiongozi wa mkoa na waasa wachimbaji wote na wafanyabiashara wote wako wa mitaani, wenye mialo, wote mkauze katika soko la madini ambalo liko karibu na wewe, Geita, Rwamgasa, Katoro, Nyamarimbe na sehemu zingine ambazo ziko karibu na sisi. Majina naitwa Rehema na tokea Dar es Salaam. Mimi najishughulisha na biashara ya dhahabu kama broker. Mimi kwa kweli, kwa wito wangu kwa wanawake wenzangu, na wasihi kwamba tusichague biashara, tusichague kazi za kufanya. Popote ambapo unaona kwamba kuna fursa ya wewe kuweza kufanya kitu fulani, basi wewe jaribu, Mungu atasimama na wewe, utafanikisha. Na pia na washauri wa mama wenzangu, tuende tukapige kura, tumsapoti mwanamke mwenzetu, lakini ni mgombea wetu wa uraisi, tumpe sapoti, ndio mgombea wetu.